Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV. Jina langu naitwa Albert Nitwa na nitawaletea habari za kitaifa, Afrika Mashariki na kimataifa. Tunaanza taarifa hii ya habari kwa habari za kitaifa. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imepandisha bei ya mafuta ya petroli, diesel na mafuta ya taa kwa zaidi ya 5%, ambapo bei hiyo itadumu kwa kipindi cha wiki mbili. Akizungumza na waandishi wa habari, meneja wa biashara wa EWURA Bwana Godwin Samueli amesema bei hizo zimepanda kutokana na kushuka kwa shilingi, na hata hivyo amewatoa wananchi hofu kuwa bei hiyo inaweza kushuka tena baada ya wiki mbili zijazo. Kama ungetumia ungetumia formula ya zamani katika kukokotoa bei, kama tungetumia ile formula ambayo tulikuwa tunaitumia kabla ya tarehe 1 mwezi wa 8, bei ya petroli ingekuwa ni shilingi 2298. Ingekuwa ni shilingi 2298. Lakini kwa formula hii mpya bei ya petroli ni shilingi 2114 na senti 13. Baadhi ya wasafirishaji wanaopeleka bidhaa mbalimbali ndani na nje ya nchi wamekwama katika wilaya mbalimbali mkoani Tanga kufuatia kukosekana kwa mafuta aina ya diesel ambayo katika mkoa huo hupatikana katika vituo viwili tu vilivyopo mjini Tanga. Mwanahabari wetu William Gazija anaripoti. Wakizungumza baada ya kutoka katika wilaya mbalimbali hadi jijini Tanga kufuata mafuta ya diesel, baadhi ya wasafirishaji wa wilaya za Kilindi na Muheza wamesema baadhi yao hulazimika kwenda hadi jijini Dar es Salaam kufuata mafuta ili kuepuka usumbufu wa kusafiri umbali wa kilomita 440 kutoka Kilindi hadi kufika jijini Tanga. Kwa magari mengi unaona barabarani yote ni ya petroli na ya diesel ni machache mno yanayotembea. Na kama anatembea labda diesel inafaa kubebwa kutoka Chalinze kuletwa Tanga kwa watu kuagizia, lakini kwa hapa kwenye vituo hakuna diesel. Kwa kweli shida ya mafuta ni kubwa mno. Tunapata shida kwa sababu kufikiria tumetoka Muheza kuja kuweka mafuta Tanga, na wakati mwingine hata Tanga kwenye mafuta hayapatikani. Kwa hiyo tunakuwa tunaingia gharama ya kuendesha gari kutoka Muheza kuja Tanga kuweka mafuta. Kwa upande wa wasafirishaji wa mabasi madogo na makubwa katika jiji hili la Tanga, wamesema baadhi yao wameanza kuingiwa na hofu kubwa ya kusimamisha utoaji wa huduma kwa abiria endapo bidhaa hiyo aina ya mafuta ya diesel itakosekana. Na mimi malori mafuta yangu mimi nachukua kwake kwa sababu nakopa. Namlipa kila mwezi na kitu. Sema kwa sasa huduma usafirishaji na mimi na mkataba na Sene distributor. Kwa hiyo gari zimelala. Hakika kama tutakuwa mpaka Jumatano tutaishi vipi na familia vipi? Hasa kama tunavyoona hapa stendi magari yalipojazana kama hivi, mengine diesel yake haba na diesel kidogo. Kufuatia tatizo hilo, baadhi ya mawakala wa mafuta jijini Tanga, baadhi yao wamelalamikia urasimu wa utoaji wa bidhaa hiyo jijini Dar es Salaam, huku wengine waliobahatika wameshukuru serikali kwa utaratibu huo kwa sababu umekuwa ukitoa huduma kwa ajili ya kuwasaidia wateja wa ndani na nje ya nchi. Sasa tumeambiwa depo kwamba kuanzia Jumatatu wataresume kusupply kama kawaida. Na wanasema tatizo ni nini hasa? Hawajatuambia tatizo, walikuwa na supply petroli tu, lakini diesel watatumia mpaka Jumatatu. Na kwa hivi sasa tunashukuru mafuta tunayo, na baadhi ya sehemu nyingine hawana. Baadhi ya wateja wetu wengi kutoka Muheza, sehemu mbalimbali wanakuja kuchukua mafuta kwetu. Ni miongoni mwa athari za kukosekana kwa mafuta ambazo zinaanza kuonekana katika jiji hili la Tanga, ambapo baadhi ya vituo vya huduma za mafuta vimefungwa kufuatia kukosekana kwa huduma za mafuta, hasa mafuta ya diesel. Kutoka hapa katika eneo la Mpwakwani jijini Tanga, William Mgazija, ITV. Wananchi wa vijiji vya Mkata wilayani Vomero mkoani Morogoro wamelalamikia kulazimika kuacha kilimo cha mazao yanayostahimili ukame kufuatia kupata hasara kutokana na tembo kuvamia mashamba na kuharibu mazao. Mwanahabari wetu Devota Minja kutoka Morogoro ana taarifa zaidi. Mkuu wa mkoa wa Morogoro wakati akigawa mbegu za ufuta kwa wakulima ili kuwawezesha wakulima kulima kilimo mbadala kinachostahimili ukame, kuondokana na janga la njaa kwa kutegemea zao moja, ambapo wameiomba serikali kuweka mkakati wa kuimarisha ulinzi dhidi ya uvamizi wa tembo katika mashamba yao. Katika vilimo vyetu hususani wanyama waharibifu hasa tembo. Kwa mfano swala la chakula uchosema kwamba mtama, kweli mtama tunalima, huko nyuma tulikuwa tunalima sana huo mtama, lakini kutokana na swala la tembo limetuasili
Kwa hiyo limetufanya kwamba limetunyong'onyesha tukaacha kulima. Naye mkuu wa mkoa wa Morogoro Luteni Kanali mstaafu Isa Machibia akizungumza na wananchi baada ya kugawa mbegu za ufuta, amepiga marufuku ulanguzi unaofanywa na madalali kununua mazao ya wakulima yakiwa shambani, huku wakijinufaisha na wakulima kuendelea kuumia. DC atasimamia ni marufuku hao madalali kuja kununua mazao, wenyewe waje wanunue hapa mazao, wao wenyewe watakuja hapa kuchukua kwa bei iliyopo sokoni. Kwa upande wao, wananchi wamepongeza hatua ya serikali kugawa mbegu za ufuta bure kwa wananchi, na wameomba serikali kusogeza maafisa ugani karibu na wakulima, kusimamia upatikanaji wa vocha za pembejeo kwa wakati, pamoja na kuwajengea mashine karibu na wananchi ili kuwapunguzia mzigo. Tuletea pembejeo, lakini sikitiko langu ni kwamba pembejeo sisi wananchi zinatufikia kwa muda tofauti. Kwa kweli wachache wanaonufaika na hizo pembejeo za serikali, wengi zaidi wanaishia kuziacha na zinawanufaisha mawakala. Alisema ni vizuri tukawa na kiwanda jirani cha ukamuaji wa mafuta. Kwa kweli alizeti ingelimwa nyingi na ufuta ungelimwa mwingi sana, ila tatizo tunapata shida ya usafirishaji wa mazao haya kwenda kuyakamua Morogoro. Ndio kutoka Mvomero mkoani Morogoro, Devota Minja,